alivyosema wakili Madereka, mteja wetu kwamba tulikuwa kwa tangu tarehe hiyo 14 ambayo alikamatwa, tulikuwa tukishinda Central pale make sure kwamba wakili Madereka anapata haki yake inayostahili kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Na tangu hiyo Ijumaa tumekuwa tukifanya follow up na maafisa polisi pale Central. Jumamosi tumeshinda pale, tumetoka pale nafikiri majira kama ya saa 2 usiku. Lakini Jumapili ambayo ni siku ya ibada, sisi mwakia tukulala nyumbani kwetu na wake zetu, tulikuwa Central. Lengo ni soma tuna hatuna maybe kazi za kufanya, watu tupende kukala wake zetu, lakini lengo ni kwamba wakili Madereka anapata haki inayostahili kwa mujibu wa sheria. Na jana tumeshinda pia pale Central tangu asubuhi, na hatimaye sasa baada ya siku 3 mtawalia za Madereka kuwa chini ya kizuizi cha polisi, tukaweza kufanikiwa yeye wakili Madereka kupata dhamana, na baadaye usiku tukapata wito kwamba alipaswa kuripoti leo asubuhi saa 3, na tulitii takwa hilo, tukaripoti kwa DCO leo asubuhi, na hatimaye tumeruhusiwa kutoka. Tutaripoti na siku ya Alhamisi asubuhi saa 4, na leo tukaambiwa tulitoa kitu gani. Kwa tunaamini kwamba labda hiyo Alhamisi tutaambiwa kwa nini tunapaswa kuripoti, sababu pia muda mwingine kiukweli kama wakili pia ni lazy kama concern kwamba hii tabia ya polisi ya kuweka masharti ya kuripoti kila baada ya muda fulani, tabia ambayo ukiangalia kwenye sheria haiko pote, kwa sababu kusoma sheria ya makosa jinai yanataka polisi kuweka masharti mepesi. Moja hizo bondi ya mali ameshika, lakini pili mtumiwa kuwa na wadhamini wasiopungua 2, na kati yao mmoja za kani mtu mwenye anwani. Sasa amekuwa muda mwingine kuja anataka la utumishi wa umma na kadhalika, ambalo kwa kweli hata kwa sheria halipo, lakini hili la kuripoti mara kwa mara ulikuta kwenye sheria popote, na hii kwa kweli inachosha kwa sababu unakuta watu na majukumu mengine. Kwa hiyo Alhamisi pia tutarejea pale, tutaenda kusikiza ni jambo gani ambalo tunaitiwa, lakini tu kwa ujumla ni kwamba kama kuna kesi dhidi ya wakili Madereka ambao jamhuri wanahisi wanayo, naamini kwamba jeshi la polisi limeshafanya upelelezi wake, na kwa mujibu wa sheria ya mwenendo wa makosa jinai linapaswa kupeleka faili kwa mwendesha mashtaka wa umma kwa maana ya DPP, ambaye ndiye atakaa na faili, atafanya peruzo ya faili. Baada ya kufanya peruzo atashauriwa na wasaidizi wake kama kuna kesi au la. Kama hakuna kesi, tunaamini kwamba tupewe taarifa mapema ili wakili Madereka na wengine tuendelee majukumu mengine, na kama kuna shauri dhidi ya Madereka au tuhuma zote, sehemu pekee ya kwenda kuziargue tuhuma hizo ni mahakamani. Kwa hiyo naamini kwamba ndani ya muda mfupi kutoka sasa, kama DPP ana kesi yote dhidi ya wakili Madereka, tunasubiria kukuta kwamba kesi hiyo itakuwa mahakamani. Lakini tu kwa ujumla ni kwamba kama alivyosema wakili Madereka ni kwamba sisi tunategemea kama wakili kwamba masuala mengine ambayo ni ya kimaadili dhidi ya mwakili yafuate mkondo wa kimaadili. Watutegemea kuona masuala ambayo ni ya kimaadili yanakuwa enforced na polisi. Kama wakili amemisbehave mbele ya mheshimiwa jaji au mheshimiwa hakimu, anazo option jaji au hakimu 2. Option ya kwanza ni kumsummon pale pale kwamba umemisbehave kwa miuko ya wakili, kuna kuadhibu au na adhabu ziko kama 3. Adhabu ya kwanza kwa maana ya kimaadili, anza akamsuspend wakili kwenye orodha ya mawakili kwa muda fulani, na hiyo ishakufanyika kwa nyuma, sio jambo la kwanza. Lakini la pili, kama adhabu ni kubwa ni kosa kubwa sana, anaweza akamfuta wakili kwenye daftari la mawakili. Mheshimiwa hakimu au jaji ana mamlaka hayo. Hilo ni la kimaadili. Kama ni la kijinai kwa maana ya contempt, hakimu au jaji pale pale kwa mujibu wa kifungu cha 114 cha Penal Code ana mamlaka ya kumhukumu huyu wakili kwenda jela angalau kwa muda usiopungua miezi 12. Ni swali la kisheria. Kwa hiyo tunaamini kwamba kama wakili kama afisa wa mahakama hatuna intention au nia yote ya kumkosea mtu yote heshima, jaji, hakimu, yote yule. Lakini tusaidize pia tushauri pia na wasikilize kwamba yale ambayo ni ya kimaadili, mamlaka za kimaadili za mwakili zipo. Jaji, hakimu ni mamlaka ya nidhamu ya wakili. Lakini la pili, tunayo kamati ya kitaifa ya maadili ya mwakili, ipo chini ya sheria ya mwakili, ambayo na kamati hiyo kwenye ngazi ya taifa na ngazi ya mikoa. Kama kuna malalamiko dhidi ya mtu yote ambaye ni wakili, mkondo huo ufuatwe. Lakini pili, pia kwenye TLS hapa kuna kamati ya maadili kitaifa ya mwakili, na kamati hiyo pia imeshuka mpaka ngazi za kanda na ngazi za mikoa. Kwa mwananchi yote, afisa yote wa umma, uwe mheshimiwa jaji, mheshimiwa hakimu na afisa mwingine yote ambaye ana malalamiko dhidi ya wakili, afuate mkondo huo, andika malalamiko, iende kwenye kamati ya maadili ya mwakili. Kamati itakaa, itamsikiliza wakili, kama ana hatia itamwachia huru kuendelea shughuli zake, na kama ana hatia itamwadhibu kwa mujibu wa sheria za nchi. Lakini
kidogo inashangaza kuona kwamba masuala ambayo ni ya kimaadili yanakuwa treated kijinai, yani wanao enforce mambo hayo ni polisi. Kidogo ninashangaza, na sisi kama maafisa mahakama tusingependa kuona hilo linafanyika. Kwa kama ambavyo mahakama ina mamlaka na muda mwingine pia inaweza kushauri, pia na sisi pia tunapotoa ushauri wetu kwao hawana budi kusikiliza. Kila mwisho ni kwamba mazungumzo ya kimadai kwamba haya mamlaka ya utumishi wa umma ni temporary. Naomba ni mnukuu mtu mmoja, ni mwanasiasa anaitwa Jawari Makamba, anapenda kusema kwamba uongozi ni kama koti la kuazima, kwamba sio ukiliazima koti hilo utapendeza mno, lakini siku mwenye koti akilichukua utaaibika kwa sababu ulizoea. Kwa mimi niwashauri viongozi wa umma kwamba mamlaka haya ni temporary, ni ya muda. Leo uko pale na unapokuwa umekaa pale, piga hesabu kwamba kuna watu wamekaa pale tangu mwaka 61, tangu nchi hajapata uhuru mpaka inapata uhuru, kwa mtu amekalia kiti hicho. Wewe unaweza kaa ni mtu hata wa 200 huko pale. Kwa hiyo muda ambao unakuwa kwenye kiti hicho waenende kwa mujibu wa sheria za nchi hii na katiba. Tusifanye kazi kwa kukomoana kwa sababu wewe ni bosi, ni afisa umma mahali fulani, basi tutaka kumkomesha mtu fulani. Masuala ambayo ni ya kisheria tufanye kisheria, masuala ambayo ni ya kijinai tufanye kijinai, masuala ambayo ni ya kimaadili tufanye kimaadili. Tusitumie mamlaka zetu za kiofisi za umma kutaka kuonea wengine kwa sababu ni mamlaka. Unatoa tu amri kwamba mtu fulani akamatwe kwa sababu ni mamlaka fulani. Mamlaka ni temporary. Leo nayo kesho hauna, utakuja huku tena kwetu tena kuungana sisi. Kwa hiyo tunahitimisha kwa kwamba tunaamini kwamba nchi hii inaongozwa kwa mujibu wa sheria na utawala wa sheria. Basi lakini pia muda mwingine unashangaa kwamba mtu kama dereka ambaye ana anwani inatumika nguvu kubwa sana kumsummon. Yaani unakuta inapigwa simu, mtu anafuatwa na askari zaidi ya 10 kukamatwa. Bala muda mwingine unakuta hamna haja. Angeweza kupigiwa simu tu kwamba bana tunakuhitaji wakili hapa polisi. Asipotii sasa hiyo amri ya kutokwenda ndio mtumie nguvu, lakini hamjatumia njia hiyo. Au muda mwingine hata kumwandikia tu barua, kwa tunakuhitaji kesho saa 4 asubuhi ufike Central, tuna mahojiano ya 1 2. Lakini wanatumia nguvu kubwa kwa mtu ambaye unamfahamu, mtu ambaye una anwani, kidogo inakuwa sio jambo jema. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, kwetu ni hayo. Ni kesi tutakuwa na jambo jingine la kuwataarifu, tutawaiteni. Kama kuna maswali yoyote basi tuko tayari kuyajibu. Asante sana.